Mamlaka ya Hifadhi ya Uendelezaji Mji Mkongwe imewataka wananchi, wafanyabiashara na wadau wote wa Mji Mkongwe kuendelea kuwa watulivu, kutii sheria na kuepuka vitendo vya vurugu au kujichukulia sheria mkononi kufuatia tukio la uvunjifu wa amani lililotokea Juni 29 katika eneo la Mji Mkongwe na kupelekea uvamizi wa ofisi za mamlaka hiyo. Kundi la vijana lilianza kutoa kejeli na kufanya mabishano, na kabla ya hali kubadilika ikawa vurugu, ikiwemo kurusha mawe na kuharibu gari ya mamlaka ya Mji Mkongwe. Baada ya hapo, kundi la watu wasiopungua 50 lilifika katika ofisi za mamlaka ya Mji Mkongwe Forodhani likiwa na silaha kama magongo na mawe, ambapo kundi hilo lilivamia eneo la ofisi na kusababisha uharibifu na wizi wa mali za serikali. Akitoa taarifa hiyo, mkurugenzi wa mamlaka ya uhifadhi na uendelezaji Mji Mkongwe Mohamed Zahran amesema tukio hilo lilianza wakati askari wa mamlaka hiyo wakitekeleza majukumu yao ya kusimamia utaratibu wa biashara na kudhibiti biashara holela pamoja na mwenendo wa maegesho holela ya vyombo vya moto kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu na uhifadhi wa eneo hilo. Mamlaka itaendelea kushirikiana na vyombo vya dola kuwabaini na kuwachukulia hatua wahusika wote waliohusika katika uvamizi, wizi na uharibifu wa mali na uvunjifu wa amani kwa mujibu wa sheria na uzito wa makosa yao. Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe inaendelea kuwahakikishia wananchi kuwa itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, huku ikiimarisha ushirikiano, kutoa elimu na kuongeza mawasiliano na wadau wote ili kuhakikisha Mji Mkongwe wa Zanzibar unaendelea kuhifadhiwa, kuendelezwa na kubaki kuwa urithi muhimu wa Zanzibar na dunia. Aidha, amesema mamlaka inalaani vikali vitendo hivyo vya vurugu, uvamizi, wizi na uharibifu wa mali za serikali ambavyo vinahatarisha usalama wa watumishi, wananchi na juhudi za pamoja za kuhifadhi na kuendeleza Mji Mkongwe kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Mamlaka ya Hifadhi na Uendelezaji Mji Mkongwe inaendelea kuwahakikishia wananchi kuwa itaendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, huku ikiimarisha ushirikiano, kutoa elimu na kuongeza mawasiliano na wadau wote. Mamlaka inawataka watu wote wenye changamoto, malalamiko au maoni kuwasilisha kupitia njia rasmi za mazungumzo na taratibu zilizowekwa. Mtazamaji wa ZanTV TZ Online, toa maoni yako kuhusu video hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Amina Adam, ZanTV TZ Online, ni tunu yetu, elimika zaidi.